بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, kuna suala ambalo mara nyingi huulizwa linalofungamana na khutba ya Ijumaa, kwa je, yajuzu kwa khutba ya Jumaa iwe khatiba atatoa khutba kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu? Kabla ya kuingia katika kueleza hili suala, mwanzo kabisa natanguliza na kusema ittafaqa alfuqahau ala anna alawla an takuna alkhutbatu billughati alarabiyya, walakinnahum ikhtalafu fi ishtirati dhalika. Wameafikiana fuqaha kuwa aula ni khutba iwe katika lugha ya Kiarabu, lakini wakatofautiana katika masala kuwa je, ni sharti au sio sharti. Na hapa wakagawanyika, wanaoviona wakagawanyika katika makundi matatu. Kauli ya kwanza wakasema annahu yushtaratu an takuna bil arabiyyati lil qadir alayha walau kana as-sami'una la ya'rifuna al-arabiyya. Wakasema ni sharti iwe khutba kwa lugha ya Kiarabu kwa yule ambaye aweza kutoa khutba kwa lugha ya Kiarabu hata ikiwa wasikilizaji hawaelewi anachokisema. Na hii qaul ni qauli al-Malikiyya, na ndio madhhab mashhur al-Hanabila. Na qauli ya pili wasema yushtaratu an takuna bil arabiyyati lil qadir alayha illa idha kana as-sami'una jami'an la ya'rifuna al-arabiyya fa innahu yakhutubu bi lughatihim. Ni sharti ile khutba iwe kwa lugha ya Kiarabu kwa yule anayeweza kutoa kwa lugha ya Kiarabu, isipokuwa ikiwa wale wasikilizaji wote hawajui lugha ya Kiarabu, basi hapo atawakhutubu kwa lugha yao. Wa hadha huwa sahih inda Shafi'iyya. La ajabu wengi katika wafuasi wa madhhabi ya Shafi'iyya hili hawalielewi, kuwa sahih katika kauli ya Shafi'iyya ni kuwa wajuzisha jambo la kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa Kiarabu ikiwa wale wasikilizaji hawaelewi Kiarabu. Wabihi qala baadhi al-Hanabila, na hili utaliona katika al-Majmu' li Sheikh al-Madhhab al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika mujallad 4 صفحه 522. hii ni kauli ya pili. والقول الثالث يستحب أن تكون بالعربية ولا يشترط. قول ya tatu wasema yapendekezwa iwe ni kwa lugha ya Kiarabu wala sio sharti. ويمكن للخطيب أن يخطب بلغته دون العربية, na yawezekana kwa khatibu akakhutubu kwa lugha yake isiyokuwa ya Kiarabu. وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية, na hii ndio kauli ya Imam Abi Hanifa na baadhi ya wanawavyuoni wa madhhabi ya Shafi'iyya. وهذا القول الثالث هو الصحيح, na hii kauli ya tatu ndio sahih. واختاره جماعة من علمائنا المعاصرين, na kuna kikundi kikubwa cha wanawavyuoni wetu katika asri hii wamechagua kauli hii. Kwa nini? لعدم ورود دليل صريح يوجب كون الخطبة باللغة العربية. hakuna dalili ya wazi inawajibisha kuwa lazima khutba iwe kwa lugha ya Kiarabu. ولأن المقصود من الخطبة هو حصول الوعظ والنفع والفائدة, وذلك لا يكون إلا بلغة الحضور. na kwa kuwa makusudio ya khutba ni kupatikane mawaidha, manufaa, kupatikane faida, na hili haliwezi kuwa isipokuwa kwa lugha ya wale waliohudhuria katika khutba kama ile. hata fatwa اللجنة الدائمة wasema lam yathbut fi hadithin عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية. سما هايكو ثبيتي hadithi yoyote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ile hadithi ndani yake muna dalili ya kuwa ni sharti ile khutba ya Ijumaa iwe katika lugha ya Kiarabu. Wa inma kana sallallahu alaihi wasallam يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها
liannaha lughatuhu wa lughatu qaumihi. Kini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihutubu kwa lugha ya Kiarabu siku ya Ijumaa na nyinginezo katika hutuba alizokuwa akizitoa kama katika hajjatul wadaa, kwa sababu ndio lugha yake na ndio lugha ya wale watu ambao ametumilizwa kwao. Kwa hivyo fawa'adha man yakhtubu fihim wa arshadahum wa dhakkarahum bilughatihim allati yafhamunaha, kwa akawa awakhutubia na kuwaongoza na kuwakumbusha kwa lugha wanaoifahamu. Kuna maelezo marefu ya fatwa ya lajnat ad-daima. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akilizungumzia hili suala asema wala'alla al-adhhar wal-aqrab wal-'ilmu 'inda Allah ta'ala an yufassala fi al-mas'alati fayuqal, qawli iliyo dhahir zaidi na karibu zaidi na haki wallahu a'lam, hili suala lipambanuliwe zaidi. Fayuqalu in kana mu'dhamu man fi al-masjid min al-a'ajim alladhina la yafhamuna al-lughata al-arabiyyah فلا بأس من إلقائها بغير العربية أو إلقائها بالعربية ومن ثم ترجمتها. Asema ikiwa wengi katika wanaswali pale msikitini ni katika Waajemi ambao hawafahamu lugha ya Kiarabu, basi haina neno kuitoa ile khutba kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, kisha wakafanyiwa tarjama, wakaelezewa maana ya ile khutba iliyotolewa pale. Na kinyume chake, wa amma in kana al-ghalib ala al-hudhur hum mimman yafhamuna al-lughata al-arabiyya wa yudrikuna maaniha fi al-jumla, ama ikiwa wengi katika wale wanaohudhuria pale wafahamu lugha ya Kiarabu na waelewa maana yake kwa ujumla, fal-awla wal-adhhar al-ibqa ala al-lughati al-arabiyya. Kwa aula hapa ni mtu abakie katika kuzungumza lugha ya Kiarabu, sababu wengi wafahamu lugha ya Kiarabu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala naye pia ana maelezo yake mazuri, yasema as-sahihu fi hadhihi al-mas'ala annahu yajuzu li khatib al-jum'ati an yakhutuba bil-lisan alladhi la yafhamu al-hadiruna ghayrahu. Sahih katika mas'ala haya ni kuwa yajuzu kwa khatibu wa Ijumaa akhutubu kwa ile lugha ambayo wale wanaohudhuria hawaelewi isipokuwa lugha hiyo. فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم. ikiwa wale wanaohudhuria si Waarabu na wala hawajui lugha ya Kiarabu, basi atawakhutubia kwa lugha yao, لأن هذا هو وسيلة البيان لهم, kwa sababu hii ndio njia ya kuwabainishia wale waliohudhuria. والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد, na makusudio ya khutba ni kuwabainishia watu mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wa'dhuhum wa irshaduhum, na kuwapa mawaidha na kuwaongoza. Illa anna al-ayat al-Qur'aniyya yajibu an takuna bil-lughati al-arabiyya, isipokuwa zile aya za Qur'an anazosoma ni wajib azisome kwa lugha ya Kiarabu. Thumma tufassaru bilughati al-qawm, kisha zifasiriwe kwa lugha ya wale waliohudhuria pale. Kisha akatoa dalili na kusema wayadullu ala annahu yakhtubu bilisani alqawm wa lughatihim qawluhu ta'ala wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum, na dalili ya kuwa awakhutubia wale watu kwa lugha yao wanaoifahamu ni haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hatukumtumiliza mtume yoyote isipokuwa akizungumza kwa lugha ya watu wake ili awabainishie. Fabayana Allah ta'ala anna wasilata albayan inma takunu billisani alladhi yafhamuhu almukhatabun, wakabainisha Allah subhanahu wa ta'ala hapa kwa njia ya kubainisha hupatikana kwa lugha ya wale wanaoifahamu wale wanaozungumziwa yale maneno. Faala hadha lahu an yakhtuba billisani ghairi alarabi. Kujengea hayo asema Sheikh Ibn Uthaymeen, yajuzu kwake yeye kuhutubu kwa lugha isiyokuwa Kiarabu, illa idha tala ayatan fa innahu la budda an takuna billisani alarabi alladhi jaa bihi alquran, thumma ba'da dhalika yufassiru
lihaulai alqaum bilughatihim, isipokuwa akisoma aya, basi hapa hakuna budi ile aya ataisoma kwa lugha ya Kiarabu iliyoteremka Qur'an nayo, kisha baadaye atawafasiria wale wasikilizaji kwa lugha yao. Kwa hivyo hii ndio kauli al-a'dal. Na anayetaka kuhutubu kwa lugha ya Kiarabu katika khutba ya Jumaa, basi ni aula ikiwa atahutubu kwa lugha ya Kiarabu, kwa kuona kuwa wale watu walioko chini yake wamfahamu, falhamdulillah. Na yule anayeona kuwa akihutubu kwa lugha ya watu wake watamuelewa zaidi na ule ujumbe utafika, basi atahutubu kwa lugha ya watu wake, na zile aya za Qur'an atakuwa akizisoma kwa lugha ya Kiarabu. Kadhalika Himdi anapofunguza hutuba yake ataileta kwa lugha ya Kiarabu. Na hakuna haja ya watu kuzuzana katika jambo kama hili, na wengine mpaka kubatilisha swala za wengine za Ijumaa, na hii yaonyesha ujahil wa baadhi ya watu na kutofahamu. Na ujinga ni kitu kibaya. Takana Muislamu asome, na akisoma Muislamu atakuwa na huruma angalau na ndugu zake, kuliko kuwabatilishia ibada zao na kutofahamu kuwa lile jambo la kisheria pengine lina ukunjufu. Wallahu almusta'an. Nasallu Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ain, wa nas'aluhu ta'ala yuthabbitana 'ala as-sunnah hatta nalqahu wa radin 'anna. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.